Kitabu kile cha Mwanzo 4 mstari wa kwanza na wa pili peke yake. Mwanzo 4 mstari wa kwanza na wa pili. Ndio. Biblia inasema, Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Kila mtu hapa anasemwa alikozaliwa, na kati ya vitu ambavyo usivipuuzie kwenye maisha yako ni chimbuko lako. Okoka, tumikie Mungu, lakini jicho lako lisitoke kwenye chimbuko lako. Kwa hiyo sifa ya kwanza katika ubora wako, anastahili abebe mama yako au baba yako, ubora wako wa kwanza. Kwa hiyo huwezi kuwa bora kwa sababu wewe ni mzuri. Wewe ni bora kwa sababu kuna mama aliyefanyika kuwa kiwanda cha matengenezo yako. Hata kama utakataa kwa sababu ya matukio unayoyaona kwa wazazi wako, lakini wewe ni reflection ya baba na mama yako. Kwa hiyo kama misingi ya ulikotoka ni mibaya na ni mibovu, rafiki yangu, bado unahitaji neema kubwa ya Mungu sana. Kwa hiyo wakati mwingine, ili ujue unakoenda kwenye maisha yako, anza kuangalia ulikotoka, na sio ulikotoka katika umri, ulikotoka katika kuzaliwa. Utakuta kwenye Biblia kitabu cha Mathayo kinaanza kwa kutambulisha ukoo wa Yesu, kwamba alizaliwa, ilitokea kwa fulani, akaja kwa fulani, akazaliwa kwa fulani, akazaliwa fulani, baadaye ndipo anapokuja kutambulishwa yeye. Sasa kama hivi vitu havina maana kwenye maisha yetu, kwa nini tunaandikiwa kwenye Biblia kwamba kuna mambo ambayo hata uwe mpendwa na mtakatifu kiwango kipi, yataamuliwa na familia yenu? Unajua kwa nini Mungu alisema waheshimu baba yako na mama yako ili upate siku nyingi na heri katika dunia ya kupewa Bwana Mungu wako? Hajasema mbinguni, amesema duniani. Ni kwa sababu maisha yako ya hapa duniani asilimia kubwa yanaamuliwa na misingi ya familia uliotoka. Haujaokoka by incident. Ukifuatilia vizuri, kuna jinsi mama yako alipiga magoti siku moja akamwambia Mungu, ninaomba unipe watoto ambao watakuja kuwa na hofu yako. Huwa hiyo haipotei. Hata kama alikuwa msichana wa miaka 18, 17, alafu ukaja ukazaliwa baada ya miaka 30 mbele, hiyo mbegu haipotei. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukajua familia ya mtu ilivyo kwa kumtazama yeye. Simple. Kwa sababu tabia huwa ni kama moshi, haijifichi. Mtu ataficha siku 2, siku 3, siku 4, lakini ukitaka kumjua mtu huyo halisi, atakuja yani atashindwa kujibanabana. Kwa hiyo mama mmoja alikuwa analia sana kwa ajili ya watoto wake kuoa. Sasa ikawa akija ofisini, baba, watoto wangu, na analia machozi, na kila akija anakuja na bahasha, baba, watoto wangu. Mpaka sasa wakati mwingine nikawa nataka kumkwepa, watoto wangu baba, naenda kufa, mimi ni mzee sasa, watoto wangu hawaoi. Sasa nikawa namuuliza Mungu nifanyeje juu ya huyu mama. Wakati naendelea kuomba, akaniambia nenda kwake, kuna kitu kitaharibika pale na watoto wake wataanza kuona kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaenda pale, nikafanya ibada, nikaomba. Baada ya muda fulani Mungu akaanza kufungua mlango, watoto wake wakaoa. Sasa walipooa, siku moja nikarudi kwake, nikamuuliza mama, hebu niambie, tuliomba, ulitoa sadaka pia, je, unaonaje mwenendo wa wanawali wako? Vipi, una nini cha kuniambia juu ya hawa wanawali? Je, na wao tuendelee kuwaombea kwamba kuna vitu ufurahi? Unajua alipiga magoti akasema, baba, namshukuru Mungu. Alisema wazazi wake walikuja hapa kwangu mmoja baada ya mwingine, ilibidi nilie machozi nikiwashukuru kwa malezi ya watoto wao. Amen. Kwa nini huyu mama anavuna haya au furaha ya kuona anasema hawana tofauti na watoto wangu? Wakina mama wako wachache ndio utawakuta wana hiyo sentensi mdomoni. Wengine wamechoka, anakuambia mtumishi, yani
natamani tu aondoke kwenye hii familia, nipumzike, aondoke tu, maana nimechoka, silali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini nilimuuliza hivyo? Ni kwa sababu nilitaka nione, je, matunda ya kuomba kwetu yapo katika hii familia ambayo imeunganishwa kwa sababu ya maombi. Nikagundua kwamba yes, kumbe Mungu akiombwa huwa hatoi koroma, anatoa kinachofaa, kinachostahili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa misingi ya familia nyingi ni ile chukua twende, tumekutana kimjini mjini. Kwa hiyo msingi, Mungu hakuhusishwa. Ndio maana leo familia nyingi zinaotokea watu Pwani, anakuja mbinti anakuambia baba nataka niolewe. Sikiliza, lakini hana jitihada yoyote aliyofanya yeye kwa Mungu ili aolewe katika misingi na ustahili au inayopaswa. Kwa hiyo anza kutengeneza msingi mapema. Uzuri usikudanganye, makeup isikudanganye, piga goti ili usiende kulia. Sasa dhambi ilianzia kwenye familia. Baba na mama ndio walianza kukosea. Alafu baada ya mama kukosea na mume wake, Mungu akaingia gharama ya kulitibu lile kosa. Unajua alitibuje? Alichinja mnyama, akawavalisha wale mume na mke waliokosea. Kwa kumbuka wamekosea. Familia hiyo watu wangapi? Hawakuwa wengi duniani, walikuwa wawili, wameshakosea tayari, mke na mume wamekosea. Kwa hiyo inabaki kwamba msingi wa makosa ya familia ya maisha ilianzia kwenye familia, baba na mama. Tumesoma kwenye kitabu cha Mwanzo 4. Baada ya mume na mke kukosea, afadhali Mungu alitoa sadaka. Maana ile ngozi aliyovalishwa au aliyovalishwa ni ishara kwamba kuna sadaka ambayo Mungu alitoa ili kutengeneza kosa au kupooza mateso ya kosa la hawa, huyu mke na mume. Kwa hiyo Mungu hakusema nimewasamehe, wala hakusema nendeni tu hivyo sasa mkaendelea na maisha. Aliingia gharama, na gharama ilikuwa kuchinja. Halo. Sasa baada ya hapo wanakuja wanazaa watoto. Watoto nao wakakosea, wakaleta dhambi nyingine kwenye familia. Kaini anamuinukia ndugu yake, anamuua. Isipokuwa tofauti ya kosa la mama na baba na kosa la watoto ni nini? Kosa la baba na mama, Mungu alitoa sadaka. Lakini kosa la watoto, mama na baba hawakutoa sadaka. Kwa hiyo likaendelea. Kumbuka, kosa la baba na mama, Mungu alitoa sadaka kwa kumchinja mnyama. Lakini kosa la watoto, yeye Mungu kama Mungu hakuendelea kufanya chochote, kwa sababu alitarajia kwa mfano aliofanya kwa baba yake na mama yake wangeendelea kuiga mfano ule ule. Kwa sababu baba na mama walipokosea, wao walitolewa sadaka na Mungu. Lakini wao watoto wao walipokosea, wazazi wao hawakukumbuka kufanya chochote kwa Mungu. Sasa ile laana ikaendelea, ikatafuna vizazi na vizazi, vizazi na vizazi, na yakaendelea kuzaliwa mambo mabaya. Vivyo hivyo kwenye familia nyingi leo. Kuna mambo tunayaona yameanzia kwa baba na mama, mengine yameanzia kwa watoto peke yao. Kwa sababu kuna makosa au mabaya yanayoanzia kwa wazazi na kuna mengine yanaanzia kwa watoto. Kama hili la Kaini na Abel ndugu yake, baba na mama yake hawakuua, ila walifanya dhambi. Kwa hiyo ikaje ikazaliwa mauaji kwa watoto. Hiyo ni familia, baba na mama, baba na watoto. Sasa mpaka leo na kesho, changamoto za maisha zinaanzia kwenye familia. Na unatokaje kwenye mateso ya familia? Hautoki kwa kukemea, hautoki kwa kukimbia familia yenu. Kama una akili timamu, hautafurahia kumwona ndugu yako akiteseka.
Na kama unafurahia, basi ni kuhakikishia hauna roho ya Mungu ndani yako, kwa sababu ubaya unaoonekana kwenu ni reflection ya maisha yako na watoto wako. Tarajia, kama we huna kinachoendelea kwa ndugu zako, tarajia kwa watoto wako, kwa sababu maji huwa yanafuata mkondo.